Wanasema kuwa kaburi halina siri, lakini ukweli ni kwamba kaburi ndilo huficha madeni ambayo walio hai hawawezi kuyalipa. Juma alifikiri kuwa amekwama kwenye gereza la kioo peke yake, lakini punde aligundua kuwa kila hatua aliyopiga ndani ya giza lile alikuwa akimkanyaga mmoja wa babu zake. Harufu ya nyama inayoungua ilianza kumshika kooni, na sauti ya kwanza aliyoisikia haikuwa ya babu yake. Ilikuwa sauti ya mtoto mchanga akilia katikati ya moto usiozimika. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Karibu kwenye simulizi hii ya kusisimua, Siri ya Sanduku la Babu. Sura ya 3: Madhabahu ya mifupa na jasho la damu. Baridi ya ulimwengu wa kivuli ilianza kubadilika na kuwa joto la ajabu linalochoma. Juma alikuwa bado ameshika kile kipande cha kioo, kiganja chake kikichuruzika majimaji ya kijivu ambayo ndani ya ulimwengu huu ndiyo yalikuwa damu yake. Kila tone lililoanguka chini lilisikika kama mlipuko mdogo wa maumivu. Viumbe wa moshi waliokuwa wakimvuta miguu walirudi nyuma, kana kwamba wanahofia mwanga mweupe uliokuwa uking'aa kwenye kile kipande. Unapambana na kisichoweza kushindwa. Sauti ya mzee Madaraka ilitokea tena, safari hii ikiwa na mwangwi uliopasua masikio. Hujui asili ya utajiri uliokuwa unaufurahia? Hujui kwa nini shamba lako halikuwahi kukauka wakati majirani zako walikufa kwa njaa? Ghafla, ardhi ya kijivu chini ya miguu ya Juma iligeuka kuwa kioo angavu. Alitazama chini na kuona taswira ya miaka 100 iliyopita. Alimwona kijana mdogo, babu yake, Madaraka, akiwa amepiga magoti mbele ya mti mkubwa wa mbuyu. Madaraka hakuwa peke yake. Alikuwa ameshika sanduku lile lile, lakini wakati huo lilikuwa jipya, liking'aa kwa dhahabu iliyolaaniwa. Ili uweze kumiliki dunia, lazima uikane mbingu. Kiumbe kimoja chenye sura ya mbuzi na mikono ya binadamu kilikuwa kikimnong'oneza Madaraka. Juma alitazama kwa hofu wakati babu yake alipotoa kafara ya kwanza. Haikuwa mbuzi wala haikuwa kuku. Ilikuwa ni roho ya mtoto wake wa kwanza. Juma alihisi kichefuchefu kikipanda kooni mwake. Utajiri wa familia yake haukujengwa kwa jasho na jembe, bali ulijengwa kwa mifupa ya watoto na machozi ya wanawake. Huu ndio urithi wako, Juma, mzee Madaraka alinguruma, sura yake ikibadilika na kuwa ya kutisha zaidi, ngozi ikimvuka na kuacha misuli inayovuja usaha. Sisi ni mnyororo. Kila mmoja wetu ni kiungo kinachoshikilia giza hili. Ukivunja mnyororo huu, utajiri wote wa ukoo huu utageuka kuwa majivu, na kila roho iliyoko hapa itatafuna nyama yako milele. Juma alijaribu kuziba masikio yake. Aliziona roho maelfu zikizunguka kama dhoruba ya majani makavu, midomo yao ikiwa imeshonwa kwa nyuzi za chuma. Sihitaji utajiri wenu wa damu, Juma alipiga kelele, sauti yake ikipasuka kwa uchungu. Afadhali nife maskini kuliko kuishi kama mnyama anayelisha mashetani. Alitazama tena kwenye kile kipande cha kioo. Yule Juma bandia alikuwa ameshaingia ndani ya nyumba. Kisu kile cha fedha kilikuwa kikimetameta mkononi mwake. Alikuwa anajiandaa kufanya kafara mpya. Lazima nizuie, lazima nivunje mkataba, Juma alinong'ona. Alihitaji nguvu ambayo hakuwa nayo. Alihitaji kuvuka mipaka ya quantum, eneo ambalo roho na nyama vinakutana. Aligeuka na kumtazama mzee Madaraka, ambaye sasa alikuwa akimkaribia, akiwa na mikono iliyonyooshwa tayari kummeza. Juma hakuogopa tena. Alikimbia. Alikimbia mpaka alipofika mbele ya lile kioo kikubwa. Aliona upande wa pili. Aliona yule kiumbe aliyevaa sura yake akikaribia mlango wa chumba cha mama yake. Juma, ukiuvunja mkataba huu, hutapoteza tu maisha yako. Sauti ya babu yake ilikuwa sasa ni ombi la hofu. Utakuwa hewa, utakuwa utupu. Hewa ina uhuru zaidi kuliko mtumwa wa dhahabu, Juma alijibu kwa sauti ya kishujaa.
Alitumia nguvu zake zote za mwisho. Akainua kile kipande cha kioo mkononi mwake, na badala ya kukitumia kujilinda, alikichomeka kifuani mwake mwenyewe, moja kwa moja kwenye moyo wa roho yake. Mlipuko wa mwanga mweupe uliofuata ulikuwa mkali kiasi cha kufanya giza lote lianze kupiga kelele. Kila kipande cha kioo kilianza kupasuka. Mzee Madaraka alitoa kilio cha kukata tamaa, mwili wake ukianza kuyeyuka kama nta. Upande wa pili, katika dunia ya walio hai, yule Juma bandia alianguka chini, akianza kutokwa na damu ya kijani puani na masikioni. Kisu cha fedha kilianguka sakafuni kwa kishindo. Lakini bei ya ushindi huu ilikuwa mbaya zaidi kuliko Juma alivyodhania. Sanduku halikuwa gereza la roho tu. Lilikuwa ni kufuli inayoshikilia kitu ambacho giza lenyewe linakiogopa. Wakati Juma akihisi roho yake ikisambaratika, alisikia sauti mpya. Sauti ambayo haikuwa ya kibinadamu wala ya kishetani. Ilikuwa sauti ya kitu kilichokuwa kimesahaulika, kikishukuru kwa kufunguliwa. Juma amemzuia babu yake, lakini ameachia kiumbe ambacho hakihitaji mikataba wala kafara. Kinahitaji kila kitu. Je, Juma atarudi kwenye mwili wake uliopasuka, au amejifungulia adui mpya ambaye hawezi kuuawa na kioo? Tumefika tamati kwa leo, lakini safari ya hadithi hizi ndiyo kwanza inaanza. Ili kuwa wa kwanza kupata mwendelezo na simulizi nyingine kali kama hizi, tafadhali bonyeza alama ya subscribe, share simulizi hii na rafiki zako, na tuandikie kwenye comment ni jambo gani limekugusa zaidi leo. Mimi ni msimulizi wako, Victor Rashid. Asante kwa kuwa nami.